Karibu tena mtazamaji, asante sana kwa kuzidi kufuatilia TV47 saa 5. Iwapo ndo mwanzo unaungana nasi, sasa zimekatika dakika 30 baada ya saa 5 asubuhi. Na tumeingia katika sehemu yetu ya pili ambapo sasa tunaangazia mjadala hii leo, tukijikita katika swala zima la gharama ya kampeni, hususan ambapo tumesalia na miezi takriban kama 13 tu kabla ya kuingia kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2027, ambapo bila shaka joto la kisiasa limeanza kupanda hapa nchini Kenya. Na katika kutusaidia kuangazia inamgharimu nini mgombeaji hapa nchini Kenya kuwania kiti chochote cha ubunge, cha useneta, cha urais au cha uwakilishi wa kike, tunao wageni hapa studioni ambao watakuwa kitusaidia katika kuchanganua masuala hayo, ikizingatiwa kwamba huko Olkalau ambapo uchaguzi mdogo unatarajiwa kufanyika sasa, tunasema kwamba kunanyesha mvua ya pesa, ambapo wanasiasa kila mmoja anaonekana akivuta ngozi upande wake. Studioni ninaye Verashaz Nemayan ambaye ni mgombea wa mwakilishi wa kike katika kaunti ya Narok. Karibu sana Verashaz studioni. Asante sana. Hapa karibu na mimi ameketi Nixon Kukubwa ambaye ni mwaniaji wa urais wa mwaka 2027, ambaye pia najua amewania tena. Atakuwa akituelezea safari yake na jinsi ambavyo hali imekuwa wakati akitafuta uungwaji mkono kutoka kwa wananchi. Mtazamaji pale nyumbani, unapata nafasi kuchangia kwenye kipindi kupitia mitandao yetu yote ya kijamii. Tuko live kwenye mtandao wetu wa Facebook na vile kwenye mtandao wetu wa YouTube. Unatangamana nasi na pia unatutumia ujumbe mfupi, na muda ukituruhusu tutafungua laini zetu pia utupigie simu utueleze mchango wako kwenye kipindi ni gani. Sasa nirejeshe hapa studioni na niwashirikishe wageni wangu. Na labda nitakuwa naanza kwa kuangazia gazeti la Taifa Leo. Kwenye ukurasa wa kwanza naona hapa wanasema mamilioni ya fedha zatumika kushawishi wapiga kura, huku miradi ya maendeleo ikizinduliwa eneo la Olkalau. Kumbuka ni eneo ambalo tunatarajia kwamba uchaguzi mdogo utakuwa ukifanyika tarehe 16 Julai. Kwa hivyo pale juu wanasema mvua ya pesa na miradi. Na sasa ndio tunajenga msingi wa mada yetu hii leo, tukiangazia inamgharimu nini mwaniaji yoyote kuwania kiti hapa nchini. Na nitakuwa naanza nawe Kukubo, tueleze kwanza kabisa safari yako imekuwa vipi wakati ambapo umekuwa ukitafuta uungwaji mkono kutoka kwa wananchi. Mara ya kwanza ikawa vipi? Je, ilikugharimu nini na ni kipi ambacho kilikutoa debeni kabla ya kufika pale mwisho? Asante sana mtangazaji. Kwanza nashukuru wasikilizaji wote wa Radio 47 na wa Kenya kwa jumla. TV47. TV47 asante sana. Tumeshukuru pia kufika leo. Karibu. Ningependa kusema kwamba huko nyuma wakati nilisimama na Kibaki 2007 mambo haikukuwa kama sasa, na saa hizi shida imesidi sana kwa sababu kwanza siasa ya Kenya imekuwa competitive sana, yani imekuwa competitive sana, na imekuwa crowded, yani watu wamekuwa wengi ambayo wanahitaji kura, wanahitaji hii na hii. Sasa imefanya mwananchi apate nafasi ya kuona kwamba hii ndiyo njia peke yake ya kupata pesa. Lakini wakati mimi nilisimama na Kibaki haikukuwa hivi. Nilitumia pesa kidogo sana na nilifika kwa debe. Na nilikuwa na wale tunasema wale wanasimamia mimi kwa vituo yote Kenya. Haikukuwa kama saa hizi. Kwa hivyo unasema kwamba wakati huu kukampeni inamgharimu mwaniaji wa kiti chochote fedha nyingi sana? Fedha nyingi kwa sababu ya competitive, yani ya kukua kuna ushindani mkubwa. Labda nikurejeshe nyuma kidogo Kukubwa, wakati ambapo uliwania ilikuwa ni urais 2007. Uliwania urais na ukafika hadi debeni, kwamba jina lako na picha yako ilikuwa kwenye karatasi pale. Ulitumia takriban shilingi ngapi, wapo unaweza kukumbuka? Wakati ule sikukuwa na pesa nyingi. Mimi kwangu kabisa nikiona nilitumia kitu kama milioni 50.
ambaye nina haki pesa hiyo iliisha. Kwa sababu nilinunua magari, nilikuwa sina magari. Nikajinunulia mwenyewe kwanza magari 5. Ikiwemo Mercedes Benz ambaye ilikarimu pesa mingi kidogo. Na wananchi wakati huo walikuwa kama wana huruma kiasi. Walinipigia kura kwa kila kituo ya Kenya hii, hakuna mahali nilipata 0. Si kama saa hizi. Na jumla ukapata ngapi? Ukiangalia kwa mtandao madamu utaweza tupate kusikia kutoka kwako mwenyewe. Katika by the way, katika country performance or national performance, I was number 4. But sikupata zaidi ya watu 10,000 by the way. Kwa sababu ya nilikuwa sikutembea, sikuwa na mambo ya kutembea hapa na hapa. Nilikuwa natumia tu only my campaigners team, my coordinators, wakifikisha jina langu kila mahali. Na nikapata watu kila mahali, hakuna mahali nilipata 0 hata kidogo. Nilikuwa nafuata Kibaki kwa mkongo. Sawa sawa. Kwa hivyo wacha tuseme shilingi 50,000 207. 50M. Shilingi milioni 50 2007. Tutakuwa tunarejea kwako. Utatueleza mwaka jana wakati ambapo ulijaribu ulitumia shilingi ngapi, sio? Nije kwako Verashias, ni mara yako ya kwanza kuwania kiti hapa nchini Kenya. Unataka kuwa mwakilishi wa kike pale Narok. Labda hata kabla sijaangazia inakugharimu nini, tuangazie ni kipi ambacho kilikusukuma, kilikushawishi kuweza kuendea kiti hicho. Kwanza niseme asante kwa fursa ya kufika hapa leo TV47 kwa huu mwaliko, na wananchi Narok County najua wananitizama, na pia wafuasi wangu ambao wako Kenya mzima. Asanteni kwa tune in tuweze kuwa na haya mazungumzo ya leo. Kilichonisukuma kuwania kiti cha uongozi haswa cha wakilishi wa kike, jamii inayotoka ni marginalized community. Pale Masaini kuna masuala mingi ambayo nilikaa na nikaona kwamba wananchi wanahisi ya kwamba hayaja kuwa addressed kwa njia ambayo wangetarajia. Bado kuna FGM, bado wasichana pale, bado kuna hiyo early marriages, wana ndoa za mapema. Alafu pia kama youth, kama kijana, tumekuwa tukitaka representation ama uwakilishaji katika uongozi, ili tuweze kuaddress shida zetu ambazo ikiwapo mojawapo ni kukosa kazi, karo ya shule ni shida kwa wale ambao wako katika universities na colleges. So kama kijana nikaona nikiwania kiti cha uongozi nipate nafasi, nitaweza kuaddress yale masuala ambayo wananchi wanataka yafike kule mbele. Kurejelea mambo ya vijana, kina mama na wasichana kule ambako nakotoka. Naam. Na labda safari imekuwa vipi tangu ulipotangaza azma yako ya kutaka kuwania kiti hiki huko Narok? Haijakuwa rahisi, niseme ukweli. Manake siasa, naweza sema wale ambao wametutangulia wamefanya siasa ikuwe it's all about kile ambacho mtu ako nacho. Hawaangalii agenda ama manifesto ya candidate, ni kile ambacho wanapata. Tunapata viongozi wali introduce tokenism ambayo wananchi nafikiria si njia mzuri ambayo wanafuata. So tunaweza sema imekuwa challenging, si safari rahisi, lakini lazima tupambane hadi mwisho. Manake kuna ile financial challenges kama youth, sisi hatuna pesa, hatuna kazi, lakini lazima pia tutafute uongozi, manake hakuna ambacho utapata ukikaa tu nyumbani. Bila shaka. Yeah. Na nitakuwa narejea kwako, utatuelezea changamoto hizo ni za aina gani, iwapo ni changamoto za kifedha, iwapo ni changamoto labda za kupokea upinzani kutoka kwa wagombea wengine ambao wanaona huyu ni mtoto mdogo, msichana mdogo, ni mtoto wa kike, anatafuta nini kwenye ulingo wa siasa. Lakini sasa nirejeshe kwako Kukubwa kuhusiana na gharama ya kampeni, kwa sababu unasema mwaka wa 2007 iwapo unakumbuka vizuri ni kwamba ulitumia shilingi milioni 50, ila unasema kwamba hazikutosha hata kuelekea katika kaunti zote ukitafuta uungwaji mkono. Mwaka jana ikawaje kwamba ukafika pale ukatangaza azma yako, lakini hukufika pale debeni ambapo jina lako, picha yako ilikuwa pale ili Wakenya wapate kufanya uamuzi wao?
hata Wakenya wengi walijua kitu gani ilifanyika. Wakati Wafula Chebukati alikuwa pale, hata mimi ndio niliamuka huko Bomas nikamquestion kwamba mbona tumejiandikisha kama independent presidential candidates. Lakini wakafika dakika ya mwisho ikiwa imebakia almost just a week, wakasema kila mtu awe ameregister wale watu zaidi ya 2000 in every constituency, lakini wawe na photocopy ya ID cards. Ambayo ilikuwa ngumu sana kupata 48 ID cards kwa wale wafuasi wako, ni kazi ngumu sana. Sasa hapo ndio waliharibu kila kitu. Sasa tukawa hata hatuna budget, hatuna chochote because hakuna kwenda mbele, hakuna kurudi nyuma. Hapo ndio walitumaliza. Na hadi wakati huo ambapo unasema ndipo walipokumaliza, ulikuwa umetumia shilingi ngapi kujipanga ili kuweza kufanya kampeni? Nilikuwa nimejipanga safari hiyo kabisa because nilikuwa nimejipanga na milioni 150 kutoka kwa marafiki kutoka ng'ambo. Na kwa hivyo sasa zilikuwa zimekamilika kabla hujaondolewa? Silikuwa in the process sasa. Nikipita vile tulikuwa tumetarajia, sasa sinaanza kuflow, alafu kazi iendelee mbele. Lakini wakatukata. Na kwa hivyo sasa Kokubo, kutokana na tajriba yako ya kuwania kiti cha urais na kuwa katika ulingo wa siasa, kwa mtazamo wako unaweza kusema kwamba hapa nchini Kenya uongozi ni kutokana na kile ambacho mtu anacho au ni kutokana na pesa ambazo mtu anazo? Kenya hii tuna mambo mengi sana. Ukiangalia mwenye anataka ana uwezo fulani, kwanza wanatumia uongo, ambaye badala watumie karandi kwa mwananchi wa Kenya, tukue na financial independence. Unajua kama tungekuwa na financial independence ya kila mtu, hata hii maneno mengi haingekuwako. Lakini hapa si pesa pekee, wanatumia uongo pamoja na pesa, ndipo apate chenye anataka. Nauliza kwa mtu ambaye anawania kiti chochote, wapo ni cha urais, cha ubunge au cha uwakilishi wa kike, wananchi wanaangalia nini? Wanaangalia pesa mtu alizonazo au wanaangalia azma ya mtu, uongozi, ushawishi alionao? Kwa mtazamo wako, kutokana na kugombea kwako, umeona wakiangalia nini? Wanaangalia huyu mtu Kukubwa ana pesa kweli, anaweza kweli, kwa hivyo ni pesa au ni uwezo? Ndio nimesema, ndipo nimesema si pesa pekee. Wakenya wengi wanatumia uongo kwa wananchi. Sasa mwananchi anaona kama hapo ndio iko njia, na kumbe ni uongo. Anatumia pesa kidogo, hata 200 shillings, lakini uongo ndio mingi, na watu wa Kenya wamezoea hiyo uongo. Kwa hivyo tajriba ya kusema fulani ni mzuri, hata ukiangalia history ya viongozi vile wameingia, wote ni ile wali promise wa Kenya, yote ni uongo tupu. Kwa hivyo sio pesa pekee. Unaweza kuwa na pesa lakini ndio mzuri wa kudanganya hao watu wa Kenya. Kwa hivyo pesa hazitoshi. Pesa hazitoshi. Pesa ya Kenya ni mingi, ni uongo mingi ambayo wanadanganya wananchi. Haya, nije kwako Verashias, tuangazie sasa hizo changamoto ambazo ulikuwa unazitaja awali. Wakati ambapo ulitangaza azma yako, ni mara ya kwanza, ilichukuliwa vipi na jamii? Ni changamoto zipi ambazo hizi unasema kwamba ulipitia? Changamoto ya kwanza ni umri. Wengi wanasema we bado mdogo, bado hujabobea kisiasa, unahitaji experience, fulani amekuwa hapa kwa muda tunamjua. We kwanza, ngoja kwanza hawa wenye umri ambao wamekutangulia tuwapatie nafasi. Changamoto ya pili ni changamoto ya kifedha. Manake unajua siasa iko na budget. Unataka branding, unataka kufanya branding, na vile nilivyosema, wananchi siku hizi wamezoea hii hali ya token sana. So unapata kama kijana ambaye umemaliza shule, labda uko na kazi, na budget ambazo tumeona zinatumika kwa siasa kama 2022, nikirudi tu nyuma kidogo, unapata MCA budget yao ilikuwa 2 million hadi 10 million. Budget ya MP
ilikuwa milioni 20 hadi milioni 50. Bajeti ya gavana ambaye ni anawania kiti cha county kama mimi mwania kiti cha kike, ni mwakilishi wa county, ina bajeti ya milioni 200. Na naweza sema hiyo ni changamoto kwa sababu wananchi wastahili kuangalia ule kiongozi ambaye anakuja na pesa, lakini waangalie manifesto na agenda na kile wanataka kufanyiwa. Manake wanajua wale ambao wako na pesa. Sisi ambao vijana na ambao tunajikuza kimaisha, unapata tuko na ideas na tunaweza kweli tekeleza mahitaji ya wananchi, lakini unapata tunafungiwa nje kwa sababu ya changamoto za fedha. Naam. Na labda ukipiga hesabu hivi, unaona kana kwamba wewe binafsi itakugharimu nini kuwania kiti hicho? Umesema umri kwanza ni changamoto, wanasema Naam. kuna huyu ambaye amekuwa hapa kwa muda mrefu. Naam. Mgombea wako yule, mpinzani wako yule mkubwa zaidi ni nani? Ni mtu ambaye amekuwepo kwa muda mrefu, na je, unadhani itakugharimu nini kifedha kuweza kumpiku? Anayegombea kiti ama opponent wangu pale, yeye amekuwa pale kwa muda. Lakini pia the current woman rep, lakini hajatekeleza wajibu wa ofisi yake. Manake ofisi ya mwakilishi wa kike inarejelea maneno ya youth empowerment, iko na women empowerment na ile kusaidia wale vulnerable children, lakini hayo yote hajatekelezwa. Na unapata ile ofisi iko na 7 million shillings ya bursary. Hapo awali walikuwa napatiwa 9 million, lakini unapata hata ile 7 million haifiki kwa wale watoto ambao wanatoka kwa familia ambazo wanahitaji ule usaidizi wa kimasomo. Kwa hivyo kwa umri, naweza sema umri haudetermine uwezo wa kiongozi kudeliver kwa wananchi. Kwa bajeti naweza sema kulingana na vile nilivyoona, kwa sababu nilianza siasa yangu mwezi wa 4 mwaka uliopita, ndipo nilianza kujijulisha kwa wananchi. Naweza sema bajeti ya kuanzia maybe milioni 50 kwenda juu ndio fedha ambayo inahitajika ili kuweza kufika debeni. Ni kipi ambacho labda kilikushangaza kwanza? Ni gharama ipi ambayo ilikupiga mshtuko wa moyo? Umesema ulianza mwezi wa 4 mwaka jana. Sasa ni mwezi wa 7 mwaka wa 2026. Tuna miezi mingine kabla ya kuingia debeni. So far, ni kipi ambacho kimekupiga mshtuko wa moyo kwenye gharama ya muaniaji wa kiti cha uwakilishi wa kike huko Narok? Kilichonipiga mshtuko naweza sema ni hiyo aspect ya tokenism. Okay. Manake mimi ni founder wa Verashia Nemayan Foundation ambayo nimeweza kufanya nayo projects kadha pale mashinani. Kuna kule ambako njaa, chakula ni shida, watoto hawana mavazi, wale watoto ambao ni walemavu wanahitaji usaidizi hata kuwa shuleni. Kwa hivyo hiyo ni kazi ambayo napenda kufanya pale ninapo uwezo. Lakini unapata wale wapiga kura wamezoea ile kiongozi akija kuna pesa ambayo wanapatiwa. So hiyo ndio naweza sema ilinipiga mshtuko, kwa sababu watu wako na zile expectations kwao, si kile ambacho utawafanyia ukipata hiyo nafasi ama kile ambacho unaweza fanya kwa sahihi, lakini wamezoea kupatiwa pesa. Na tunaona hiyo tokenism ndio inaleta shida kama hii ya agonism ambayo tume experience. Uliona pale wiki iliyopita Linda Mwananchi walikuwa wameenda Kisii tour. Kuna wale watu ambao walilipwa kama goons wakapatiwa pesa, na unapata ile ni hatia sana kama kiongozi kulipa wananchi, kupiganisha wananchi, manake unaumiza mtu ambaye ako katika kazi yake. Tulipoteza kijana moja na bado pia tunatuma rambirambi zetu kwa familia yake. Kwa hivyo hiyo ndio challenge ambayo iko, ambayo ni tokenism. Watu pale wamezoeshwa pesa. Bila pesa kuna wale ambao hawata kusikiza ukizungumza. Unawania kwa tiketi ya chama au independent? Nawania kwa tiketi cha chama, lakini mimi ni member wa Linda Mwananchi. Okay. Yes. Sawa sawa. Nije kwako Kukubo, swali hilo la ni kipi ambacho kilikupiga mshtuko kwenye gharama ya kampeni katika vitu vyote ambavyo ulikuwa ukishughulikia wakati ukipiga kampeni zako? Ni kipi ambacho uliona kwamba jamani, sikutarajia hiki?
Yenyewe lazima nilishtuka kwa sababu tuna watu ambao walitengeneza pesa mbele, walikuwa wanaenjoy mahali mimi labda siwezi kufika. Sasa hapo ndio nilishtuka sana. Ndio muda mwingine tangu 2007 hata kama nilikuwa najaribu kusimama tena, lakini I've been also planning heavily. Sasa saa hizi nimejipanga, sio mchezo. Nimejipanga vizuri. Hata saa ile president yako ajue kwamba niko namuuliza, akiona mbele ni kubaya niwachie 2027. Hakuna kumpembeleza, hakuna kuacha tena. Niko tayari. Ile changamoto ilikuwa hapa na hapa, nilikundua na nimeifuatilia na sasa iko mikononi. Yes. Iwapo unasema uko tayari wakati huu na raundi hii, labda tuelezee miezi 13 kabla ya uchaguzi wa mwaka 2027 umefanya nini kuhakikisha kwamba wananchi wanakujua na wanatambua ajenda yako? Sasa hapo ndio changamoto kidogo tena. Kwa sababu to capture national idea ya watu ndio kujue kweli, lazima ufanye jambo. Sasa this time nimejitangaza na niko nataka kupromise wa Kenya kwamba I'm a visionary leader. Hiyo ndio jambo peke yake naweza kuwafanyia wa Kenya saa hii, wajue huyu anakuja na hii manifesto yangu ndiye itakuwa ngao yangu wa Kenya kuamua. Lakini huwezi kusema pesa peke yake itafanya wa Kenya waamue chochote kwako. Lakini manifesto yangu ndio ninaomba inaweza kunisaidia wa Kenya waamue, waseme afadhali kukubwa sasa achukue ushukani. Hiyo ndio ningependa nikuambie. Okay, wacha tusikie wakazi wa Taita Taveta wana mtazamo upi na kauli gani kuhusiana na gharama ya kampeni. Mtazamaji, tukipiga darubini swala zima la inamgharimu nini mwaniaji hapa nchini Kenya kufanya kampeni na kufika debeni. Tusikie kutoka kwa wakazi wa Taita Taveta wana hisia zipi. Tunaungana naye mwandishi wetu wa habari Julius Mariki, iwapo unanipata, hali ikoje huko Taita Taveta? Na shukrani sana Andreen Kileme kutoka studioni kuhusiana na swala zima la gharama ya kampeni. Leo nimeweza kuwahusisha wakaazi hapa mjini Voi kwenye kaunti ya Taita Taveta kupata kauli zao na maoni yao kuhusiana na swala hili zima kuhusu jinsi wanasiasa wengine hupenda kutumia fedha nyingi, ili hali kuna wengine wale ambao pia nao hawana hela. Je, hilo linawaathiri vipi? Tupate kauli za wakaazi wa kaunti hii. Fedha zimekuwa kigezo kikuu, na hivyo sio vizuri kwa wanasiasa, kwa sababu on the ground tuko na wanasiasa wazuri, lakini kwa sababu hawana pesa tunapoteza wanasiasa wazuri ambao hawaingii kwa viti vile vinatakana. Lakini kwa sababu ya pesa nyingi, watu wanaamini nyingi kwa wapiga kura kutumia hali yao ya umaskini kwa kuwapa pesa. Hivyo ndio tunapata viongozi ambao hawafai katika kaunti hii. Si kaunti hii tu peke yake, ila nchini kote. Na pengine unahisi kwamba je, wapiga kura wanapaswa kukataa zawadi ama fedha zinazotolewa wakati wa kampeni? Wapiga kura wanafaa wazikatae hizo pesa, kwa sababu ukichagua mtu katika katika hali ya kipesa unapata wrong leaders, kwa sababu hutapata mtu wa kukutetea katika umaskini wako ama miundo msingi hazitafanywa kulinganisha na vile unataka, kwa sababu ulichagua mtu kupitia za pesa. Na kwa maoni yako, unahisi kwamba viongozi hutumia fedha nyingi katika kampeni kwa lengo gani? Hii viongozi huwa wanatumia pesa nyingi katika kampeni zao kwa lengo la kujilimbikizia pesa wakati wamepata hizo viti. Maana kabla ya kuchaguliwa wanatoa promises nyingi sana kimaendeleo kwa mwananchi, lakini baada ya kuwa wamechaguliwa kwa kutoa pesa nyingi kwa mwananchi, huwa wanaenda wanastick Nairobi, hawarudi kwa mwananchi kuja kumwelezea atawasaidia kivipi mwananchi. Na hiyo ni makosa. Kuna viongozi wazuri ambao kwamba tuko nao lakini hawana pesa,
lakini wakichaguliwa bila kuangalia misingi ya kipesa, tunaweza kuwa na uongozi mzuri sana hapa Taita na Kenya kwa ujumla. Siasa za nchi yetu hii ya Kenya, tuna kasumba ya kwamba mtu kama hatoi fedha hawezi pewa nafasi kwa sababu watu wameamini kwamba yule mtu ambaye eti ako na fedha ndiye haendi kupora. Ofuchi ni no, si kweli. Sababu yule mtu ambaye anakuja kuwapatia fedha ndio mpatie hiyo nafasi ya kuwaongoza. Wakati atakaporudi tena kama kwa mfano ni mbunge ama iwe ni rais ama iwe ni senator ama women rep, akirudi kwenye hiyo nafasi na alitoa pesa yake, muhakikishe kwamba hakuna maendeleo mtayapata, kwa sababu bwana ni lazima apore pesa ili aregeshe fedha yake yenye ambayo alitumia kuwapatia nini. Na unahisi pengine wapiga kura wanapaswa kukataa zawadi ama fedha zile ambazo wanapewa wakati wa kampeni? Sasa utakataaje fedha umeletewa free? Wewe kula fedha, lakini sasa nao usitumie tumbo kupiga kura, tumia akili, kwa sababu sasa kiongozi huonekana na mporaji pia utamjua, na mtu asije kukuonga eti ndio umpatie nafasi, kwa sababu sasa huyu mtu anakuonga ujue hata kuletea maendeleo yote ya maana. Lakini mtu akija mwenye ambaye unamwona ako na uongozi ndani yake na pia uaminifu, kile kitu tumekosa katika hii Kenya yetu ni uaminifu hamna. Lakini kama tungepata kiongozi muaminifu na sheria iwekwe yenye ambayo kwamba ina fight corruption kweli kweli, lakini unakuta kwamba hii corruption kweli huwa inafightiwa, lakini sasa inafightiwa kwa wanyonge, lakini kwa wenye fedha unapata kwamba haifanyi kazi kwao. Na ikiwa mtu atainuka kwamba ana fight corruption kweli kweli, anatafutiwa vigezo vya kumtoa kwenye hiyo nafasi ili wakuu waendelee kuiba. Lakini sasa hii nchi yetu hatuwezi kuipeleka namna hiyo. Kama tunataka kweli kuinuka, lazima corruption imalizwe kwa hao viongozi wakubwa. Maana kuna watu ni wakubwa wanakuwa ni matajiri kupita kiasi, na huku wananchi wanateseka. Unashinda kuzunguka kufanya kazi, yani hata kufikisha 500 inakuwa bado ni tatizo, na huku bado majukumu ni mengi yanakungoja, bado serikali inataka ikukate ushuru, mafuta ndio hayo, yani kila banwa. So tunalalamika kama wananchi kweli, wanatutesa, yani tumekuwa kama watumwa kwenye nchi yetu, na hicho ni kitu ambacho hakitufurahishi kama wananchi. Lakini sasa tutafanya aje? Na mnyonge hana haki, haki yetu inatoka tu kwa Mungu. Lakini hawa viongozi nao ambao wameamua kutembea katika njia hiyo, wakumbuke kwamba huyu Mungu ni mmoja, na wakati unapotesa wananchi wanalia machozi, hayo machozi hataenda bure. Siku Mungu ataamua kukukatishia hizo njia zako unazoziendea mbovu. Namna ndizo baadhi ya kauli zao Andrin, na sasa naregesha usukani kwako studioni kuendelea na mada hii ili kupata kauli za wakazi wa maeneo mengine ya taifa. Mie ni Julius Mariki, kaunti ya Taita Taveta. Kwako studioni Andrin. Naam, asante sana Julius Mariki, ni mwandishi wetu wa habari huyo kutoka Taita Taveta akizungumza na baadhi ya wakazi kuhusu hisia zao, wanahisi nini na swala hili la gharama ya kampeni hapa nchini. Na hapa studioni mtazamaji, ninao wageni ambao ni Nixon Kukubo, amewania kiti cha urais mwaka jana na mwaka huu pia anasema kwamba analenga kiti hicho. Vile vile tunaye Berasius ambaye anawania kiti cha uwakilishi wa kike huko Narok, na wanatusaidia katika kuelewa tu inamgharimu nini mwaniaji yoyote kufanya kampeni hapa nchini. Nirejeshe kwako Kukubo, wakati ambapo unazungumzia kiti cha urais, unajua ni kiti ambacho bila shaka si cha mchezo na ni kiti ambacho kinahitaji gharama kubwa. Umesema awali wakati wa Kibaki ulitumia shilingi milioni 50, sasa una shilingi milioni 150.
Hiyo ilikuwa last time. Last time 2020. Kwa hivyo sasa zimeongezeka. Si kuongezeka, ya kutosha, niko naye ya kutosha. Lakini mbona hatujakuwa tukikuona ukifanya hizi kampeni? Tuna miezi 13 tu kabla ya mwaka wa 2027 Agosti. Unajua kitu inaitwa strategy. Kwa hivyo bado unafanya strategy. Mimi nimemaliza strategy ya kufikia watu milioni 11 within 2 months. Milioni 11 within 2 months. Umekuwa ukiwafikia kwa njia gani? Niko na strategy ambayo itawafikia madam. Nimeshamaliza. Hapana, unajua tunataka kujua 11 milioni itakuwa nimewafikia. Hata ukiangalia hivi unaona kukubwa, huoni mtu mwingine. Nimeshamaliza. Unawafikia kwa njia gani? Maana hatujakuwa tukikuona ukifanya kampeni. Sio? Kwa hivyo umekuwa ukiwafikia kwa njia gani? Mimi ningekuonyesha saa hizi, lakini nimekueleza tu kwa sababu ni mambo yanaenda kufanyika na iko tayari in pipeline. Kufikia watu milioni 11 within 2 months. Watu milioni 11 within 2 months. Kwa hivyo from now in the next 2 months tunatarajia kuona Kukubo kwenye vichwa vya habari, vyombo vya watakuwa wanaimba Kukubo everywhere. Na hata mimi sasa nauliza Rais Ruto 2027 akiona mbele kitaumana aniwaachie. Kwa nini akuachie? Kwa sababu unajua ataona kimeumana, lazima aniwaachie. Hakuna story. Ajitayarishe kuondoka. Mimi mwingine hiyo nimalizie. Kwa hivyo unapanga nini, au hii strategy yako ni gani? Kwa sababu iwapo unawania kiti cha urais lazima uwafikie wananchi. Kwanza kabisa nimesema kwamba hatujakuwa tukikuona kwenye misafara ya kampeni. Labda ni siri ambayo hutaki kuitoa au vipi? Kwa sababu 11 million people in 2 months, hii ni strategy gani ambayo unatarajia kutumia ambayo haujaitumia hadi sasa hivi? Acha madam nikwambie. Secret ambaye niko nayo si lazima mtu mwingine ako nayo. Hata mimi nimefanya kwa military, nimekuwa ofisa wa jeshi na tulifunzwa mambo mengi sana, hata kufikia adui. Haikukuwa na tangazo tu wa kuona ukienda, lakini adui angeshtukia umemkapcha. Kwa hivyo unasema kwamba ukitaka kumpiga nyani usimwangalie usoni. Usimwangalie. Hawa niliona watu wapike kelele kwanza wapoe. Na mimi niko nafikia 11 million people. Kwa hivyo raundi hii unasema utafika kwenye ballot? Niko nafika, sina shida yoyote. Haya, wacha tusikie kutoka kwake The Russians. Wewe umekuwa ukifanya nini sasa ambapo tumebakisha miezi 13 kufikia debeni? Umesema your biggest competitor ni the sitting woman rep ambaye ni Rebecca. Ana umaarufu, amekita mizizi katika eneo hilo la Narok. Wewe ambaye ni chipukizi, umekuwa ukifanya nini ili kwamba usalie kwenye vichwa vya watu, ili kwamba watu wajue huyu ni mgombea wa kiti cha uwakilishi wa kike ambaye amejitokeza na azma yake na ajenda yake ni hii na hii? Kwanza nianze kwa kusema kutokea uchaguzi ambao ulikuwa 2022, women rep ambaye ni wa sasa hivi pale Narok County hajakuwa kwa ground. 2022, 2023, 2024, 2025. Saizi zile projects ambazo ziko katika ofisi yake ama ile funding ambayo iko katika ofisi yake ndio ameanza kutembea kule mashinani kufikia kina mama. Unauliza, wakati mwingine unaweza pata wananchi hata njiani waulize women rep wenyu ni nani? Hawajui. Wanasema sisi tulitik tu pale kwa ballot tule mwenye tulikuwa tunapigia kura, lakini hatujawahi muona. Mimi nimekuwa nikitembea kwa wards. Narok tuko na 30 wards, constituency 6. Nimekuwa nikifika kwa vikundi vya kina mama kujijulisha kwao. Nimekaa pia na vijana, nimekuwa na vikundi vya vijana na nimeempower pia kupitia tournament ama michezo ya kandanda. Manake inawaleta pamoja wanapofunga shule na kuwa na tournament ambapo vijana wote wanajumuika pale. Niweze kuwazungumzia pia hata kuambia wachukue kura, kwa sababu bila kupiga kura tutapata mabadiliko ambayo tunataka. Pia nimefika mashuleni ambapo nazungumza na wazazi na wanafunzi ambao pia nasaidia kupitia hiyo foundation. Naam.
Naam. Yeah. Kukubo, unasikia huyu ni mwaniaji chipukizi kabisa, mara yake ya kwanza kuwania. Anasema sofa amekuwa akikutana na makundi ya wanawake, amekuwa akikutana na vijana, amekuwa akienda door to door. Sasa wewe ambao unawania kiti cha urais, kiti ambacho ni kikubwa sana kabisa, unasema unapanga kuwafikia hawa milioni 11 kwa njia gani? Kwanza madam, unajua siku hizi social media ndiye imekuwa kama radio kwa kila mwananchi. Kila mtu ako na simu, na manifesto yangu ambaye niko nayo ndiye tatoa Mkenya kwa shida, ndiye tasaidia Mkenya aone mbele. Kwa hivyo manifesto yangu peke yake inatosha kufanya nini? Kuonyesha mwananchi wa Kenya kwamba I'm the only visionary leader ambaye wanaweza kuchukua Kenya hii. Kwa hivyo kufikia watu milioni 11, hiyo hata miezi 12 miezi 2 hiyo ni mbali, lakini mimi nimeweka tu kwa sababu niko na strategy, niko na watu on the ground, watu wa social media wa kurusha nini zangu, wa kueleza in every constituency, niko na coordinators nimewaweka tayari, wataanza kunishughulikia within 2 months. Okay. Kwa mtazamo wako, unadhani kwamba serikali labda inafaa kuwasaidia wagombea wa viti tofauti tofauti kifedha? Serikali haiwezi. Because inajitafutia. Na ndiye naweza kutuangamiza hata kuliko vile wanaweza kutegemea serikali. Kitu kilioko, kwanza serikali ndiye inapaswa kulaumiwa kwa matumishi yote ya pesa nyingi kwa campaign. Because inatumia public resources. Hiyo ndio hata ungeniuliza hiyo swali, ndio mimi ninge hata huko Olukalao tunalaumu serikali because they are using all kifua yote, wanataka mtu wao apite, ambapo ndio pesa inanyeshwa kunyesha. Kwa hivyo mimi mwenyewe naamini kwamba wananchi safari hii wako macho. Wananchi safari hii hawezi kutegemea tu pesa pekee, wanaweza kukula pesa, lakini wanajua mahali mtu gani anaweza Kenya hii. So I want to save this country. Mimi nataka kusave Kenya. Haya, kwako Verashias, kuhusiana na matumizi ya fedha za umma kufanya kampeni. Nimemuuliza hapa Kukubo iwapo kwa mtazamo wake, kwa sababu amekuwa akigombea kiti hiki cha urais mwaka jana, mwaka 2007 na mwaka huu, kama anahisi pana haja ya serikali kusaidia wagombea na hususan hawa ambao wanasema ni wagombea huru. Ningependa kusikia mtazamo wako kuhusiana na hilo. Na pia tuzungumzie udhibiti wa mali ya umma, jinsi ambavyo tumekuwa tukiona pesa zikitumika huko Olkalau na maeneo mengine ambapo pamekuwepo na chaguzi ndogo. Je, pana haja pia ya kudhibiti fedha hizo za serikali? Serikali hawana nafasi ama hawastahili kupeana pesa za wananchi kwa wagombea viti kwa njia ambayo si halali. Manake wananchi wana matatizo mingi sahi. Kumekuwa na imposed taxes, gharama ya maisha imekuwa juu sana. Wananchi wengi wanateseka. Na unapata serikali badala ya kusaidia wananchi ambao waliwaeka uongozini ama kutumia pesa za wananchi mahospitalini, kujenga barabara, kwa karo za shule ama kuendeleza nchi, wanatumia pesa hizi kwa siasa kwa njia ambayo haifai. Kama unaona mbele ile election ambayo ilikuwa, serikali ilitumia 600 million. Saizi Olkalau pia nafikiria wako katika 1 billion na bado ile pesa itazidi kuongezeka. Ilhali mahitaji ya wananchi ambayo yako pale hawajawahi rejelea kutoka 2022 ambako hii serikali ilichaguliwa. Unapotumia 600 million kwa by election, hiyo ni makosa. Hii pesa inafaa kujenga mabarabara, inafaa kuzingatia hospitali zetu ziwe na madawa. Vijana hawana kazi, hii pesa inaweza come up na opportunities ama kujenga viwanda ambazo hawa vijana wanaweza pata nafasi za kazi pale. Kwa hivyo serikali wagombea viti wanastahili kupatiwa ile support, lakini pesa itumike kwa njia ambayo inastahili. Kwa njia ambayo inastahili, si jinsi ambavyo tunaona fedha zikitumika huko Olkalau.
Haya, asante sana kwa hilo Verashes. Mtazamaji, nikukumbushe kwamba tunaangazia gharama ya kampeni tukiwa na mgombea wa kiti cha uwakilishi wa kike kutoka Narok ambaye anaungana nasi hapa studioni. Vile vile tunaye mgombea wa kiti cha urais mwaka 2027 ambaye ni Nixon Kukubo. Na wewe mtazamaji pale nyumbani pia unapata kuchangia kwenye kipindi hiki kupitia mitandao yetu ya kijamii. Facebook tuko live, TV47 Kenya, kwenye mtandao wa YouTube pia tuko live, na pia unatutumia ujumbe mfupi kwenye nambari yetu ya WhatsApp. Lakini sasa tuelekee huko Nyahururu pia kule tupate kusikia hisia za wananchi ni zipi kuhusiana na kutumika kwa fedha wakati wa kampeni. Tunaungana naye Laban Muhinda. Muhinda? Naam, Kilemi, shukran sana. Ninakupata kwa njia ya mbashara zaidi nikiwa hapa mjini Nyahururu, huku ni kaunti ya Laikipia. Nami hapa ninaye tu kijana ambaye ni mwanasiasa chipukizi, na ningependa vile vile kupata hisia zake ni zipi kuhusiana na mjadala wa siku ya leo. Ukianza kwa majina, tueleze wewe ni nani, na je, unahisi kuwa fedha zinachangia maamuzi ya kisiasa humu nchini? So kwa majina naitwa Joseph Kamau Ng'ang'a JKN, na ningependa kusema ya kwamba pesa ama kuhusiana na pesa zinaathiri pakubwa zaidi mambo ya siasa katika nchini Kenya, na viongozi na ambao ni wadogo, viongozi na ambao hawana kakitu, hawana usemi. Sasa tuseme kwa mfano mimi mwenyewe hapa, nikienda mahali ninaulizwa kama niko na pesa kwanza hata kabla sijahudhuria wananchi. Nikienda mahali niseme kwamba mimi ninataka kusimama uongozi, lazima kwanza niitwe harambee kadhaa, lazima nitoe pesa kule kwenye makanisa, sijui nitoe kwenye kila mahali. So pesa zimekuwa ya kwamba ndizo na ambazo zinaelekeza wa siasa zitaelekea wapi. Kwa hivyo unasema kuwa uwezo wa kifedha umeweza kuathiri vipi wale wanasiasa ambao hawana hizo fedha? So kama wewe hauna pesa, unaonekana ni kama ya kwamba wewe sio kiongozi na huwezi kuongoza nchi. So wewe hata kama wewe Mungu amekujalia ya kwamba wewe ni kiongozi mzuri, ni Mungu tu atatusaidia ya kwamba hii siasa iko Kenya iishe. Sababu viongozi na ambao ni wadogo hawatapata nafasi, sababu kila wakati ni pesa. Paka mic kupatiwa na viongozi wengine, wewe ukiwa kama kijana chipukizi unaitishwa 5,000 ama 10,000 ili tu kaweze kupata mic wakati na ambapo wanaongea. Yes. Je, unahisi kuwa imefika wakati ambapo Wakenya sasa itabidi waweze kukataa kupewa hizi fedha? Mimi sitaambia Wakenya wakatae kupatiwa fedha. Kwa saa hii tunajua kwamba vijana wengi hawana kazi. Ukikuja ukinipatia pesa kadhaa kama kule Olkalao, mtu hana gas, akuja kupea gas. Mtu hana chakula, akuja kupatia 1,000. Kama saa hii hakuna change kule Olkalao, pesa ni nyingi, huwezi kataa pesa. Lakini kile huo mtindo na ambao tunaelekea sio mtindo mzuri. Hata kama tutapokea zile pesa, sio mtindo na ambao ni mzuri, kwa sababu ni kama ni bribery. Ni kama tuna bribe watu. Yaani huwezi fanyia watu kazi kabla hujawapatia hii pesa kidogo kidogo ama hitu vitu kidogo kidogo. Olkalao hatujaiona hizi vitu zingeletwa Laikipia. Kama serikali iko na adabu mzuri, ingeleta huko Laikipia tupate hizo gases, tupate hizo. Lakini inapeleka mahali mtu amekufa ili wapate ushawishi waweze kushinda uchaguzi. Ni vibaya sana, lakini watu wapatiwe pesa, watu wapatiwe kile na ambacho wanapewa. Ndio. Unahisi ni kwa nini wanasiasa wengi wakati huu wanatumia fedha katika mikutano ya kisiasa? Niseme ya kwamba tumekuwa ni kama Misri, yani tumekuwa ni kama wafungwa. Wakenya tunaendelea kuwa ni kama wafungwa, kwa sababu unapatia zile pesa na ili zikaweza kukukandamiza akili, usije ukaweza kuchagua watu vizuri. Kule Olkalao sio kusema ya kwamba yule wa DCP ama yule wa UDA ni wao peke yao. Kuna viongozi na ambao ni wazuri kuliko wao, lakini kwa sababu zile chama ndizo ziko na pesa, ndizo zinaonekana ya kwamba kama ziko na viongozi, lakini hiyo ni uongo. Kuna viongozi wazuri, ile kitu hawana pesa na hawawezi kuingia mahali na ambapo hawana pesa. Watu wataenda mahali kuna pesa. Hiyo ndio shida na ambayo tuko nayo katika Kenya hii. Ukitazama pale chini ya sekunde 30, ushauri wako ni upi kwa Wakenya vile vile kwa wanasiasa? Mimi nitasema hivi kwa Wakenya ya kwamba tukaweza kujihadhari zaidi kwa ile siasa na ambayo inaendelea katika nchi hii ya Kenya. Ni siasa na ambayo ni potofu, kwa sababu tutawapoteza viongozi na ambao ni wazuri, viongozi na ambao wako na roho ya utu,
lakini kwa sababu tunaletewa pesa kidogo kidogo na wanasiasa hapa, tutashindwa kuchagua viongozi walio bora. Kwa hivyo mimi ningeomba Wakenya kwamba ndio ukipatiwa zile pesa, lakini ende ukae chini ujiulize kiongozi bora ni nani, na huyo ndio na ambao unastahili kupatia fedha, kupatia kura yako. Kwa wanasiasa nitawaambia hivi, kwanza sana sana kwa vijana na ambao hawana pesa, tusikufe moyo, sisi tuendelee kupigania nchi hii ya Kenya. Hata kama hatuna pesa, sisi tuendelee na kusema ukweli, kwa sababu ukweli haupendwi. Na kwa wanasiasa na ambao wanadhania kwamba sababu wako na pesa wataishi katika serikali ya Kenya ama kwenye vyeo vikuu, nitawaambia siku yao inafika mwisho. Kama hawana kitu ya kuambia Wakenya na kutendea Wakenya kazi, siku yao inafika mwisho na haitakawia zaidi sana. Asante sana Bwana Joseph. Naam, Kilemi, kama vile ambavyo umesikia, hayo ni maoni ya kiongozi wa vijana kutoka mji huu wa Nyayo akisema kuwa fedha ina ushawishi mkubwa katika siasa za Kenya, lakini vile vile ametoa wito tu kwa wanasiasa vile vile kwa Wakenya kuweza kuzingatia mtu binafsi pasi na kuweza kuzingatia uwezo wa kifedha. Kutoka kwangu mie Laban Muhinda nikiwa hapa mjini Nyahururu, huku ni kaunti ya Laikipia, sina la kuongezea kuregesha usukani kwako Kilemi. Asante sana Laban Muhinda. Mtazamaji, huyo ni mwandishi wetu wa habari kutoka Nyahururu, hapo akizungumza na wananchi kuhusiana na gharama ya kampeni. Wanasema wenyewe kwamba hatuwezi kukataa pesa, hatuwezi kukataa gesi na mambo mengine, lakini sisi tu ndio tunaojua ni wapi ambapo tutakuwa tunaekelea kura zetu. Nirejeshe hapa studioni sasa kwako Kukubo, na tuangazie labda mabadiliko ambayo yanahitajika hapa nchini Kenya, hususan kwa viongozi na maadili ambayo tunahitaji kwa viongozi wetu, ili mradi tusiwe na taifa ambalo kila wakati ambapo tunalenga viti vya uongozi basi pia tunalenga ni nani ana fedha zaidi. Kwa hivyo ni mabadiliko gani ambayo tunahitaji hapa nchini, hususan miongoni mwa viongozi wetu, ili tupate uongozi ulio bora na si bora tu uongozi? Asante sana. Kwanza hapo ndio ningependa kujulisha kwamba ukienda katika history ya marais wetu, the history of our presidents and governance, tangu tupate uhuru, unajua kwamba uongozi ulianza kuharibika tangu huko nyuma. Wale wanaingia kwa viti wana almost, yani wanachukua kila kitu, na mwananchi ambaye amepiga kura anabaki hapo hapo. Ndipo naona nchi hii haiwezi kubadilika, mpaka wenye pesa saa hii ndio wanataka wakalie uongozi kila mara, lakini makosa tupu, hata hakuna kitu wanafanyia mwananchi. Ndipo mimi nimekuambia, umeniuliza swali hapo nyuma kwamba utafanyaje ndio Wakenya wakutambua. Mimi itanikarimu tu miezi 2 tu nimefikia watu milioni 12 wamejua mpango wangu ulikuwaje na kila kitu. Na kuna mtazamaji hapa ambaye anafuatilia kipindi, anajiita Katie Jim, anasema anafuatilia mazungumzo ya wageni wetu, but Kukubo he's joking. Kiti ya president inahitaji candidate ambaye anajitambulisha vizuri. Ndio maoni yake mtazamaji wetu. Unasemaje? Si kwa ubaya. Inafaa nielewe kwamba niko na mpango wa kujitambulisha kufikia kila mtu in the next 3 months. Hata nimesema kwanza niko na press conference kubwa sana ambaye nimekaribisha all coordinators from every county hapa Nairobi by in the next 2 weeks time. Na mimi nina strategy yangu ya kufikia Wakenya wajue manifesto ndio inafaa kuongoza mtu wa Kenya. Wale wamepika vifua mapema, hata mimi niko na waeleza wakae tayari na wakae chonjo na mimi kabisa. I'm on the way coming. Nasirudi nyuma. Wale wamejitambulisha, labda huyo mtu anasema wale wamejitambulisha mapema hao ndio ile uongozi ambaye Wakenya wanatakana wakatae, because they are the same people. Hakuna mtu mgeni hapo, ni wale tu. Ajue hiyo kwanza. Ajue kwamba ni wale wamekuwa kwa viti na bado wanadanganya Wakenya na bado wanapika vifua ili wajulikane ni wale. Hiyo ndio shida. Naam. Wacha nisikie kutoka kwako Verasius hapa kwenye mtandao. Naona ujumbe mmoja kutoka
kwa bingwa mmoja, sijui anaitwa nani, ametuma ujumbe kwenye WhatsApp hapa, anasema hi TV47, mwambie Nemayan congrats. Vile vile kwenye mtandao wetu wa YouTube naona Nathan Sankale anasema watching live from Narok, say congratulations to Vera. Sasa swali langu kwako ni kuhusiana na wale ambao wanakutazama na ambao ni chipukizi, wana roho au moyo wa kutaka kuendea viti vya uongozi, iwapo ni uwakilishi wa kike au wabunge, maseneta, magavana. Labda unaweza kuwazungumzia vipi leo mchana huu wa leo? Nitasema usiangalie changamoto ambazo ziko mbele. Manake uongozi si pesa. Ama muonekano wa mtu ama umri. Kama una ule mwito wa kuleta mabadiliko ambayo ndio tunahitaji katika nchi yetu, vijana wasiogope kuenda katika zile leadership spaces, kwa sababu iwapo utaangalia changamoto na ukose ku speak out, basi hatutapata mabadiliko. Nataka kuambia vijana they are capable. Hata wale ambao wako na pesa, pia kuna wale ambao wamepatiwa nafasi na wajaweza kufanyia wananchi kazi. Kwa hivyo kama uko na ule wito wa uongozi, jipeleke kwa wananchi, zungumza manifesto na agenda yako na watu watakusikiza. Naam. Haya, namwona mmoja hapa anasema jina langu ni Sankayo nadhani. Muulize Nemayan ni nini ambacho atafanya tofauti na aliye sasa mbunge wa sasa Rebecca. Mbunge wa sasa hajakuwa pale ground. Wananchi wamemkosa kutoka wakati ambapo walimchagua. So cha kwanza ambacho nitafanya tofauti, nitahakikisha presence yangu pale kwa wananchi inaonekana. Wananchi wanaweza nifikia wakati wowote. Niwe pale ofisini, kuna ofisi ya woman rep, lakini ukienda pale upati ule kiongozi. Kwa hivyo nitahakikisha niko pale, manake ile ndio kazi yangu itakuwa, iwapo wananchi wa Narok watanipatia nafasi kuongoza kama woman rep. Na naamini iwapo uko available kwa watu wako na kuwasikiza, basi utaweza kutekeleza kile ambacho wanataka kufanyiwa. Na kuhakikisha pia pesa ambazo ziko katika ile ofisi zinatumika kwa njia inayofaa. Kama ni hiyo bursary za watoto, ifikie wale vulnerable families ama watoto ambao wako most deserving kupata ile funding ili waweze kusoma. Pia kama ni vijana, nitajaribu kutafutia vijana kazi na kucreate opportunities at least ya kuwa keep occupied, ama hata kama wale ambao wana qualifications za kuendelea katika masomo yao, wana kitu cha kufanya, wapate riziki. Naam. Na nielekeze swali kwako, lakini kabla ya hapo namuona kuna Zak from Narok. Anasema Nemayan has an agenda for Narok. She's our next Narok MP. Naona mashabiki wako wanakushabikia hapa. Lakini niulize swali kwako kuhusiana na labda mabadiliko ambayo tunahitaji, hususan kwa viongozi wa hapa nchini, wanasiasa, kwa sababu tunaona kila wakati mtu akiendea kiti fulani anahakikisha kwanza ana pesa, na iwapo hana pesa anajua mtu ambaye ana pesa. Kwa hivyo how do we change this perception miongoni mwa viongozi wetu wa kisiasa, ili mradi tuweze kupata viongozi walio bora na si bora tu viongozi? Nafikiria badiliko ambayo tunastahili kufanya, ya kwanza ni vile nilivyosema awali, turejelee agenda na manifesto, na kiongozi anavyojiwasilisha mbele ya watu, wapiga kura waangalie record ya kiongozi. Manake you can tell mtu ambaye kweli yako na interest of the people at heart, anajituma, anafanya kazi hata kama hana ile uwezo mkubwa, hana pesa mingi. Kuna ile tu unapata mtu anasaidia jamii. So njia moja ya kuleta mabadiliko katika uongozi ni wapiga kura waangalie viongozi kwa sana, ya kwamba ule mtu akipata nafasi atafanya kazi. Isikuwe tu mtu anakuja na pesa wakati dakika ya mwisho, kama huyu kiongozi ambaye nazungumzia sasa wa Narok County, ambaye hajaonekana huo wakati wote, lakini saa hizi kuna zile tokens ama kuna zile projects ambazo wanajaribu kuleta kwa wananchi, kuwashawishi kumrudisha kwa tamu ya pili. Badiliko lingine ni viongozi wapya wachaguliwe, wapatiwe nafasi kulingana na kazi ambayo wanaonekana wanaweza fanya. Naam, watu wapatie nafasi uongozi mpya, na ndio tunasema one term. Manake two term
na kazi haijafanywa kwa tamu ya kwanza, ni ushawishi mgani ambao ukipatiwa kiongozi nafasi tena ataweza kufanya kazi? Naam. Haya, kuna mtazamaji hapa ambaye anafuatilia, anasema anaitwa Mwema. Tungependa sana kumsupport Kukubo katika azma yake ya urais, lakini Kukubo atuambie anapanga nini na ajenda yake ni gani, kwa sababu anasema tu ako na strategy lakini hatumfeel kwa ground. Asante sana Mwema, popote ulipo. Mimi kitu nimeona Kenya hii ni umasikini, na umasikini umekumba mwananchi wa Kenya. Hakuna tofauti na wakati wa ukoloni na wakati wa utumwa, wakati slavery time, mpaka dakika hii. Na huku Kenya ni inji ambayo inatakikana ikuwe na mali nyingi sana. Tuko na minerals, tuko na precious stones, tuko na mambo mengi sana ambayo hiyo minerals ziko Kenya, kwa kila location Kenya hii. Lakini wamelalia because wanafuata international agreement. Watu wa Kenya bado wanakaa chini ya ukoloni vile wanawaona hivi. Hata serikali hawataki kueleza mwananchi wa Kenya ajue ni kitu gani ambaye inaendelea mpaka dakika hii. Mimi kwa upande yangu ningetengeneza kitu inaitwa direct citizen benefit. Ambapo nitaweza kama nimepewa nafasi, nitaweza kukaribisha world class experts wakuje waangalie hizi minerals zinapatikana wapi. So that zikipatikana iwe kwa kila county tuchenge factories, na hizi factories zitasaidia, zitabuni so many new jobs, zitasalisha kazi, zitasalisha rasilimali Kenya, so that mtu wa Kenya atajisimamia mwenyewe. Na tutahakikisha kwamba revenues ambazo zinatoka kwa hizi minerals zinaenda direct kwa mwananchi wa Kenya. Hivyo ndio mwananchi wa Kenya atakuwa na financial independence, ndio tukue na pesa. Na bure bado tunapika tu mdomo, tunafuata watu wenye pesa, tunafuata zile manifesto za kudanganya wa Kenya mpaka dakika hii. Until mtu wa Kenya, mimi na kumuomba mjisimamie wenyewe kupitia kwa rasilimali yetu yenyewe. Naam. Hiyo ndio plani ambayo niko nazo. Naam. Na sasa labda kwa kumalizia, kwa sababu naona muda unatukimbiza kidogo, Verashius, iwapo nakumbuka awali akizungumza Kukubo alianza kwa kusema kwamba raundi hii kufanya kampeni ni a bit expensive ikilinganisha na mwaka wa 2007 wakati ambapo aliwania kiti cha urais. Na ripoti zinaonyesha kwamba kufanya kampeni hapa nchini Kenya ni kitu ambacho kinazidi kuwa ghali hata zaidi, na kuwabagua walio na pesa na wasiokuwa na pesa. Kwa kumalizia, tuelezee hali hii inaathiri vipi demokrasia? Inaathiri demokrasia kwa njia ambayo wananchi kwanza wako na right ya kuchagua viongozi wao wanaoona huyu ni kiongozi anayefaa tukimpatia nafasi atafanya kazi. Lakini sasa unaona wanasiasa wanapokuja na pesa kushawishi wananchi, unapata mtu ataona kama pale ambapo wanapatiana mattresses pale Olkalau, wanapatiana gas, kuna mwingine ambaye atakuwa convinced aseme juu amenipatia hii leo, acha nipigie huyu kura. Alafu utapata wanapopata ile nafasi ya wafanyi kazi. Kwa hivyo siasa kwa hakika imekuwa gali kulingana na ilivyokuwa awali. Naam. Asante sana. Kukubo, labda tupate kauli yako ya mwisho tumalizie. Enda kuambia wananchi nini? Umesema in the next 2 months utakuwa unafikia 11 million of them. Wananchi wasifuate promise peke yake sa wanasiasa, because hizo tayari ni za uongo. Waangalie mbele mahali wanaenda na maisha yao, kitu gani itawajenga kimaisha. Naam. Wasifuate promise peke yake, because the promise inaenda na pesa, na hiyo pesa itakuwa labda mtu ametoa mahali enda kudanganya wananchi. Okay. Mimi naona wasifuate pesa.
wakuwe na scientific guarantee kwamba tutapata pesa namna gani ambayo sisi wenyewe tutajisimamia. Okay. Hiyo ndio mimi na promise watu wa Kenya, waachane na promise ya uongo, waachane na viongozi wa kawaida hao ni wa uongo. Wajue kwamba Kukuba anakuja 2027 na ninaomba Ruto aniwaachie hiyo nafasi, mimi nitamalizia hiyo muhula mwingine. Sawa sawa. Verashias, kauli yako ya mwisho kwa dakika moja, muda umetupa kisogo. Kauli yangu ya mwisho kwa vijana wenzangu, tafadhali tuwanie viti vya uongozi. Tunaweza na najua tunaweza leta mabadiliko katika nchi yetu. Okay. Sisi ndio wa hii nchi. Kwa hivyo tusiogope kuwania viti kwa sababu ya hali ya kifedha. Tujitokeze na najua tutaleta mabadiliko. Okay, sawa sawa. Asante sana Verashias Nemayan, ni mgombea wa mwakilishi wa kike huko Narok, na mwana Vivian Kemboya anasema congratulations Vera. Shukran sana Nixon Kukubo, ni mwaniaji wa urais wa mwaka 2027, na kwako mtazamaji kwa kufuatilia kipindi, na kwa niaba ya kikosi kizima mtazamaji ninasema asante sana. Nimekuwa wako Andreen Kilemi. Kwa heri kwa sasa.